ufalme unaishi ndani yako, uwezo wa Mungu unaishi ndani yako, ukuhani wa Mungu unaishi ndani yako, mamlaka ya Mungu yanaishi ndani yako. Wewe sio mnyonge, wewe ni kiumbe kipya kama tulivyoongozwa. Wewe ni kiumbe kipya ambacho kimefanyika kwa namna ya tofauti, kwa namna ya ajabu. Wewe ni kiumbe kipya, wewe ni kiumbe kipya, wewe sio wa zamani. Tazama ya kale yamepita, mapya yamekuja. Ninatazama yale mapya. Kwamba Yesu anasema nini asubuhi ya leo? Kwamba Yesu anasema mimi ni nani ndani yake? Kwamba yeye Yesu anasemaje kuhusu mimi? Hayo ndo nayoyaangalia na hayo ndo nayotembea nayo, hayo ndo tutakayoongozwa nayo, sio yale yaliyopita. Yale yanidefine mimi, yanayonidefine ni yale Yesu anasema mimi ni nani kuanzia sasa na kwenda mbele. Haleluya, 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 haleluya. Mungu ni mwema sana, Mungu ni mwema sana. Tumeaminiwa zaidi na zaidi vile ambavyo huwezi kudhania. Sisi ni watoa majibu kwa watu. Unaposimama, unapoamka, lazima ujiambie kwamba leo naenda kutoa majibu ya watu. Katika ulimwengu huu naenda kutoa majibu ya watu. Nitakapoamka kuanza kutembea katika mitaa ya Dar es Salaam, ninaenda kuachilia uzima. Popote ninapopita ninaachilia nuru. Popote ninapopita ninaachilia baraka. Popote ninapopita ninaachilia uponyaji, kwa sababu ufalme umepita. Ufalme wa Mungu umepita, mamlaka ya Mungu yamepita, uwezo wa Mungu umepita. Popote nitakapokuwa, lazima udhihirisho wa nguvu na mamlaka na ufalme vidhihirike popote nilipo. Kwa sababu mimi sio kiumbe cha zamani, bali ni kiumbe kipya kilichofanywa kwa mikono ya Mungu mwenyewe. Haleluya. Pale ulipo unaweza kumshangilia tu Yesu Kristo. Mshangilie Yesu Kristo. Mshangilie pia pale mtumishi wa Mungu pasa anapokuja kutuhudumia neno, kwamba neno litakalodondoka katika siku ya leo likakae ndani yangu, ili niweze kutembea katika hayo, kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Hallelujah. He is worthy of all the glory. Anastahili Mungu wetu peke yake. Mara nyingine tunapotafakari kile alichokifanya, we may not have a lot katika ulimwengu huu vinavyoonekana na kushikika, but kuna kitu ambacho alikifanya ambacho every time tunapokitafakari kinatunyenyekesha sana, kwamba mimi na wewe tumesimama hapa leo kwa rehema zake tu, kwa msamaha wake tu. Kama sio kwa msalaba wa Kristo Yesu, kama sio kwa neema yake, pengine mimi na wewe tusingekuwa tuko hapa. We've been privileged to be sons of God only by grace, only by grace. Hebu naomba wakati huu, wakati worship team wakiwa wanatuongoza kwenye hii leo, naona waliamua kuimba nyimbo za zamani sana, sio mbaya. Ngoja na sisi tuimbe tenzi kidogo, ile namba 90 na 89. I want you to sing this, but not as a song, but I want you to sing this as a prayer. As prayer kutoka ndani ya moyo wako. Maneno haya yatoke ndani ya moyo wako as confession, kama confession. Every time I sing this, ninanyenyekezwa sana, kwa sababu inanipa kutambua na kufahamu it's only by grace I am living today. It's only by grace kwamba Mungu ameamini nisimame kuyatimiza makusudi yake katika kizazi hiki, kwa neema peke yake.
ajili ya Bwana wangu Yesu Kristo, ambaye kwa sababu ya msalaba wake na sacrifice aliyoitoa ya mwili wake, leo ninasimama mimi pamoja na watoto wako hawa Bwana. Hatusimami kwa sababu tumejua sana, wala hatusimami kwa sababu ya special. Tunasimama kwa sababu ya rehema tu, sio kwa sababu ya matendo, wala sio kwa sababu ya kupatia kwetu, lakini tunasimama kwa sababu ya rehema zako, rehema peke yake. Asante kwa privilege hii ambayo Bwana umetupa, na mchana wa leo tunaendelea kujifunza na kusikia kutoka kwako. Tunajengwa tena na wewe, mioyo yetu iko tayari, nafsi zetu ziko tayari. Roho wako atuhudumie, atufundishe. Asante Baba. Hebu mshangilie Bwana Yesu. God bless you. Kwa bariki. Amen. Unaweza ukamsalimia jirani yako kushoto na kulia, pe tabasamu lile la Kristo kabisa. Alafu mkaribishe kwenye session ya leo. Siku ni hii Bwana amefanya. Sijui kuhusu kesho wala kesho kutwa wala sijui kuhusu jana. Ninachojua tu ni kwamba siku ni hii Bwana amefanya. Kwa hiyo I will rejoice leo. Amen. Nitaifurahia leo kwa sababu Bwana amenipa leo. Haleluya. Haleluya. Kila mmoja anayo sababu ya kuweka smile kwenye sura yake kwa sababu Bwana amekupendelea umeishi leo. Haleluya. Amen. Yes, ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, na ninamshukuru Mungu sana kwa wiki 2 mfululizo ambazo tumekuwa hapa, na zimekuwa ni njema sana sana, zenye shuhuda nyingi. Mungu amekuwa ni mwema. Amen. Amen. Leo tunarudi kwenye utaratibu wetu wa kawaida, lakini Bwana bado ni mwema. Kwa wiki nadhani kuacha hiyo iliyopita, ile nyingine tulikuwa tumeanza kuzungumza kuhusu sacrifice, kafara ama sadaka, kama litafaa kuwepo hapo. Nadhani ndio neno la Kiswahili ambalo tunaweza kulitumia kwa sasa kutokana na uchache wa maneno ambayo tunayo kwenye lugha yetu. Amen. Kwa hiyo tukubaliane tu, tukiwa tunazungumza, wewe utajua ni katika hayo ni hilo limoja wapo. Tumekuwa tukizungumza kuhusu sadaka, na tuliangalia kile sadaka inafanya tangu kwa Habili, kwa Kaini na Habili, ambao ndo tunasoma kwenye historia ya Biblia. Ndio walioanzisha, au ndo mwanzo tunaanza kuona wa wanadamu wakiwa wanafanya tendo fulani kuwasiliana na ulimwengu mwingine wa roho, ama kuwasiliana na Mungu kwa kupitia tendo ambalo ni physical. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tukaangalia mambo mengi sana pale, hatutakuwa na muda wa kuyarudia sana, lakini tuliangalia tukaona namna ambavyo sadaka ilitumika mwanzo kukava. Tuliangalia tukaangalia imetumika kama representation na vitu vya namna hiyo. Sasa kuna mengi sana ambayo tunaweza tukayazungumza kwenye hii issue nzima ya sacrifice. Yako mengi sana ambayo tunaweza kuyazungumza, na yako mengi ya kuzungumza, sio kwa sababu ya maneno kama maneno tu, ni kwa sababu kuna umuhimu sana wa kuelewa. Bwana asifiwe. Ninasikitika kwamba na mimi sintayasema yote, lakini kuna umuhimu sana wa kuelewa. Ndio tunaona sacrifice haijawa tu kitu fulani ambacho mtu anafanya, lakini unaangalia kumekuwa ili sacrifice iweze kuwa sacrifice, ama kafara iweze kuwa kafara, ilikuwa na taratibu zake, rituals zake, si ndio? Kwa hiyo sadaka ikiwa kwenye huo mtindo wa ritual, ni kama tambiko, sijui kama ni sahihi, sijui, ndio hivyo. Ikiwa kwenye huo utaratibu, ilikuwa inasababisha jambo fulani. Tukaangalia baadhi ya mambo machache pale, lakini ninapokuja kuiangalia sadaka kama jinsi ambavyo Mungu sasa anaielekeza,
kutoka kwenye kitabu cha Walawi. Unaona Mungu anatoa maelekezo mengi sana pale kuhusu sadaka na namna ifanywe sadaka. Nadhani tuliwahi kulisoma hili somo, si ndio, la ile hema ya kukutania. Kwa wale ambao mlikuwa mmeweza kuhudhuria, nafikiri tutakuja kupata nafasi ya kulisoma labda tena huko mbele baadaye, tukishakuwa na wageni wengine wengi ambao hawajalipitia. Lakini tuliona zile procedures ambazo zilikuwepo. Unaingia kwanza pale mwanzo, kuna madhabahu ya kwanza, kuna kinachofanyika kwenye madhabahu ya kwanza, alafu unatoka unaenda, baada ya ile madhabahu ya kwanza kuna ile beseni lile la kunawia lile, kuhani ananawa pale, alafu ndio aweze kuingia patakatifu. Akiingia patakatifu, na pale palikuwa na miundo mbinu yake, kuna ile mikate, sio kuna zile taa, anakatiza tena katikati pale. Akishamaliza process ya pale, ndio aingie patakatifu pa patakatifu kwa ajili sasa ya kupresent ile sadaka ambayo ilikuwa ni ile damu. Wanasomaji wa Biblia najua mtakuwa mnafahamu vitu vingi ambavyo vilikuwa vinaendelea pale. Atafanyaje? Ataweka kwanza uvumba, atanyunyiza kwa kidole chake na nini na nini na nini. Sasa kwa sisi wa Kristo haitoshi tu kusoma hivyo na kuona kwamba basi iko hivyo. Lazima tuanze kuelewa significance ya kila kimoja katika vile vilikuwa vinafanywa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kwa nini alitakiwa avae nguo fulani? Ni kwa nini damu hii ilitakiwa iwe ya kitu fulani? Na kwa nini ilitakiwa iwe presented the way imekuwa presented? Kwa sababu kuna vitu ambavyo kama Wakristo hatutavielewa, vinaweza vikawa viko upande wetu, lakini we don't benefit from that. Hello? Amen. Hii issue ya kusema we are spiritual beings lakini we don't practice rituals, kwa sababu ukiangalia mara nyingi hata utoaji wetu wa sadaka, tuseme hizi sadaka za kawaida, kabla sijaingia deep kwenye mambo nataka kuzungumza, utagundua kwamba kwa wengi wetu tukisema tu wa kweli, si ni hela tu unaangalia iko wapi unaitoa, si ndio? Si ndio? Lakini wako watu ambao wanajua mambo, sisemi mambo gani, lakini wako watu ambao wanajua mambo, ambao in everything they do they speak. Na tunaanza kuona kwamba mbona kama watu hawa wana maendeleo tofauti, ama vitu vyao vinakwenda tofauti, hatuelewi. Kwa sababu sisi wa Kristo, sisi tuko tunaenda mbinguni, tunaenda mbinguni, haleluya. Haya, sasa mnabidi mtoa ili ubarikiwe. Nitoa ili nibarikiwe. Unatoa, alafu ukishatoa unakuja baadaye unaanza kulalamika, hasa mchungaji, nimepanda mbegu, nimefanya hiki na nini, mbona sioni kama kuna kinachoendelea? Na aliyekufundisha naye anakuambia na mimi sijui kinachoendelea. Lakini nadhani kama Wakristo tutakuchukua hatua ya kuelewa kila kilichokuwa kinafanyika, ni kwa nini kilikuwa kinafanyika, then tutaanza kugundua baadhi ya vitu kama hivi ambavyo tulikuwa tunavizungumza hapa. And then kila tutakalolifanya tutafanya kama alivyofanya Abili. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba Abili alikubaliwa kwa sababu gani? Kwa sababu alitoa kwa imani. Hakutoa tu kwa sababu alitoa, ila alitoa kwa imani. Mtu anayetoa kwa imani manake ameconsider moyoni mwake. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anyway, tulishapita huko, si ndio? Tulishapita huko na hiyo session nafikiri iko kwenye channels zetu. Kwa hiyo tukaanzia huko kwa wale ambao nitakuwa nimewaacha nyuma kidogo. Kwa hiyo sacrifice ama hizi kafara ili ziweze kutimiza yale ambayo yalikuwa yamekusudiwa, kuna rituals ambazo zinaendana na kile ambacho kilitakiwa kufanya. Na yasema haya kwa sababu in everything that we do, kama we are spiritual being, tumekubaliana sisi ni wa kiroho, si ndio? Ndio. Tumekubaliana sisi ni wa kiroho, Ndio. Na kama wa kiroho lazima tu tuna practice. Yaani hatuishi tu, unajua kuna ile unaamka asubuhi afu una tofauti. Kuna watu wanaamkaga asubuhi na kuna watu wanakurupuka. Hello? Amen. Yaani kuna mtu anakurupuka, yaani kutoka bafuni tata unaondoka. Wewe umekurupuka, hujaamka. Kwa sababu anayeamka, nikwambia anayeamka anakuaje? Anayeamka kwanza huwa anajua kwamba ameamka, jambo la kwanza. Alafu akishaamka anajua kwamba mimi ni wa rohoni. Na mimi wa rohoni leo hii nitatoka nikiwa na mwili, nitakwenda kwenye mambo ya mwilini.
Kwa hiyo kwa sababu hiyo nina pave my way huko ninakoendea katika roho kwanza. Amen. Inaanza ritual pale, inaanza kufanyika ritual pale. Yes. Mtu anaanza kuzungumza kuhusu kule anakokwenda. Mtu anaanza kuzungumza, inawezekana kuna mtu unamdai, unaanza kuzungumza kwa habari ya lile deni unaenda kulifuatilia. Unazungumza kwanza, unahakikisha unalipwa kwanza katika ulimwengu wa roho. Amen. Ile saa 11 asubuhi. And then ukienda sasa, yule mtu anapokutana na wewe anasema deni lako linanisumbua sana, itabidi tu nikulipe, kwa sababu ulianza na ritual fulani before uja engage ile siku. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kwa hiyo there's a lot to learn kwenye hizi rituals na vitu mbalimbali ambavyo vinafanya. Sina kusudi la kuanza kurudisha matambiko kwenye kanisa siku za leo, lakini ninafahamu kwenye kila kilichoandikwa kuna message ambayo if we can decode it itatufaa kwa ajili ya haya maisha. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So sasa leo sijakaa sana huo mrengo wa kuingia kwenye hayo mambo. Taniruhusu huko leo tupavuke kwanza. Sawa eh? Nataka ni jump moja kwa moja nikaanza kuizungumzia sadaka ya Yesu. Alafu huku Bwana akitupa nafasi tutafanya. Si ndio? Bwana akitupa nafasi tutafanya nini? Tutafanya na kwenyewe. Lakini tunaweza tukaja kufanya kwenye madarasa yetu ya Jumatano ambao tunakuwa na enough time of discussion, tukaendelea hapo. So leo naomba turuke tu tuende mbele. Kitabu cha Walawi sura ile ya 16. Naomba utanisomea mstari wa 3 mpaka wa 5 pale. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi: ng'ombe mume mchanga kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Ataivaa ile kanzu takatifu ya kitani, atakuwa na zile suruali za kitani mwilini mwake. Atafungwa ule mshipi wa kitani, naye atavaa ile kofia ya kitani. Hayo ndiyo mavazi matakatifu. Naye ataoga mwili wake majini na kuyavaa. Kisha atatoa mkononi mwa mkutano wa Waisraeli mbuzi waume wawili kwa sadaka ya dhambi na kondoo mume kwa sadaka ya kuteketezwa. Na Haruni atamtoa yule ng'ombe kwa sadaka ya dhambi aliye kwa ajili ya nafsi yake, na kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake. Kisha atawatoa wale mbuzi wawili na kuwaweka mbele za Bwana mlangoni pa hema ya kukutania. Amen. Nafikiri tuishie tu kwanza hapo. Amen. Focus yangu nilitaka tukamate kitu kimoja ambacho ndio kina construct somo letu la leo. Kwenye mstari ule wa 3 na wa 5 pale anapozungumza habari ya vitu hivi ambavyo atatakiwa kuvifanya Haruni. Kumbuka Musa alielekeza namna lile hema litakavyojengwa na kila kitu kitakavyokuwa, lakini sio yeye alikuwa anaingia kule kwa ajili ya kufanya zile kazi. Si ndio? Amen. Ni kuhani ndio ambaye alikuwa akiingia mle na kufanya hivyo ambavyo alifanya. Kwa hiyo akampa maelekezo, lakini leo nilitaka tugusie hiki kitu kimoja tu cha hii sadaka ya dhambi. Bwana asifiwe. Kule nyuma tumeangalia zile sadaka zinavyofanya. Kwa hiyo ukiwa na ile background ya kule nyuma, nadhani tutaelewa vizuri hivi ambavyo tunavizungumza au ambavyo tumekusudia kuvizungumza hapa leo. Anaelekezwa kwamba sadaka, katika sadaka alizokuwa wakizitoa, mojawapo ilikuwa ni hii sadaka ya dhambi. Sawa eh? Na sadaka ya dhambi ambayo walikuwa wanaitoa ilikuwa ni kwa ajili ya kuondoa yale maovu ama dhambi za wana wa Israeli. Sawa sawa eh? Lakini ililazimika kufanyika kila mwaka. Ile sadaka ilikuwa ni lazima kila mwaka tufanye lile tukio ili kuwe na representation nzuri ya wale watu mbele za Mungu. Bwana asifiwe. Unakumbuka tulishia kwenye representation, si ndio? Kuwe na uwakilishi ambao ni sahihi mbele za Mungu, kwa sababu watu hao watakuwa wamefunikwa kwa damu za wale wanyama. Kwa hiyo katika enzi zote za Musa na makuhani ambao walipita, jambo hili lilikuwa kama ndilo jambo sahihi la kuleta amani kwa wale watu, ndilo jambo sahihi la kuwasafisha watu dhambi zao. Sawa? Only to find out kwamba jambo hili walilokuwa wakilifanya lilikuwa ni ili tu kufunika dhambi za wale watu, lakini ilikuwa haiondoi dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sadaka ambazo zilitolewa katika agano la kwanza zilikuwa haziondoi dhambi, zilikuwa zinafunika dhambi.
kwa ule uhai wa yule mnyama kumwakilisha yule mtu, lakini dhambi zake bado zilikuwa zinakaa. Ndio maana ilikuwa ni lazima mtu huyu baada ya mwaka mmoja afanye tena kitu kama kile ambacho alikifanya. Je, huu ndio uliokuwa mpango wa Mungu? Yes and no. Kwa sababu mpango wa Mungu ulikuwapo mpango mkamilifu, lakini kabla ya ule mpango mkamilifu, Mungu alianza kuintroduce namna ambavyo mpango wenyewe utakavyofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Alianza kuintroduce kwa kuwaonyesha wanadamu kile ambacho wanatakiwa kufanya na namna ya kukifanya. Lakini fungua kitabu cha Warumi sura ya 10. Lakini wakati ule wakiwa wanakifanya, kilionekana kana kwamba it was the everything, kwa sababu watu walikuwa wanatoka wana amani, wamesamehewa. Lakini kumbe dhambi ni zaidi ya yale matendo ambayo watu walikuwa wanayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wakati sasa wa Torati ilipokuja, Biblia inasema ilikuja kama kivuli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sheria zake, taratibu zake, ibada zake ni kivuli cha ibada sahihi ambazo tunapaswa kuzifanya sisi. Hebu naomba nisomee kuanzia mstari wa kwanza. Unaweza tu, kama unaweza kutiririka, soma mpaka wa 10, alafu tutakuwa tunazungumza. Waebrania 10. Waebrania 10. Mstari wa kwanza mpaka wa 10. Yes. Basi Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile walizozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabuduo wakiisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo ajapo ulimwenguni asema, dhabihu na toleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo nilisema, tazama nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo. Ndipo aliposema, tazama nimekuja niyafanye mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili kusudi alisimamishe la pili. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ninazungumza kuhusu sadaka ya Yesu. Ninazungumza kuhusu sadaka ya Yesu Kristo. Na mwanzo kabisa tunaona ilikuwa kana kwamba zile sadaka zilizokuwa zinatolewa zilikuwa zimeleta solution. Lakini ukweli ni kwamba kilichofanyika kwenye Torati kilikuwa tu ni mfano wa kile sahihi ambacho kinatakiwa kufanyika baada ya kusimamishwa kwa agano jingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo Mungu alipomwagiza Musa, alikuwa amemwagiza Musa kwa ajili yetu sisi. Nataka tuwe very hapa. Ninafahamu watu wa agano jipya mara nyingine huwa tunasema, nilikuwa kukutana na mtu mmoja akasema, mimi sisomi kabisa agano la kale. Utakuwa una changamoto kidogo kama umekwama hapo, kwa sababu huwezi ukaelewa agano jipya, wala huwezi ukamwelewa Kristo, na huwezi ukaielewa sadaka ya Yesu ambayo unakwenda kuizungumza hapa kama hujaelewa kilichokuwa kimetokea huko. Kwa sababu yeye mwenyewe Mungu aliyafanya mambo hayo kwa makusudi. Ndio maana anazungumza kwenye kitabu cha Waebrania, anasema kwamba Torati yenyewe ilifanyika tu kama kivuli cha yale ambayo yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sadaka za kwanza ndio maana hazikuondoa dhambi, kwa sababu hazikuwa sadaka kwa ajili ya kuondoa dhambi. Ile ilikuwa ni mfano wa sadaka itakayokuja kwa ajili ya kuondoa dhambi. Kwa hiyo sadaka ya Yesu Kristo ndio sadaka ambayo inafanya nini? Inaondoa dhambi. Ndio maana anazungumza, anasema kama sadaka za kwanza zingalikuwa zinaondoa dhambi, basi watu hawa wasingekuwa na sababu ya kutoa sadaka tena na tena na tena na tena. Amen. Kwa sababu mtu akitakasika mara moja, mtu huyo ametakasika.
Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba uishike vizuri hiyo, kwa sababu kuna mahali utaihitaji, kwamba mtu akitakasika mara moja, mtu huyo ametakasika. Lakini kanisa, kwa sababu ya kutokuelewa hizi concept vizuri, tumefikiri kwamba utakaso halisi ni kwamba ninapokosea ninapiga magoti, ninaomba toba na rehema, ninaporehemiwa basi ninakuwa nimesafishwa, nimetakasika. And then kesho nikikosea tena nakuwa nimechafuka, kwa hiyo inabidi kurudi tena kwenda kujitakasa tena. Hicho kina jina lake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hicho kina jina lake, na damu ya Yesu inafanya kitu kikubwa kuliko hicho. Yes. Ndio maana ni vizuri kuelewa hawa walichokifanya, walifanya kwa marudio kwa sababu dhambi walikuwa wanazifunika, lakini anakuja mmoja ambaye anaiondoa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Akisha iondoa dhambi, hakutakuwa na sadaka nyingine. Ndio maana Biblia inavyoniambia hakuna sadaka nyingine yoyote itakayotolewa kwa ajili ya kumpa mtu haki mbele za Mungu. Amen. Kuna sadaka ambazo zimekuwa zikifundishwa siku za leo. Nimeona vitu vingine ni vya ajabu sana. Namshukuru Mungu kwamba ninyi hata mjakutana navyo, lakini nimeviona vitu vya ajabu sana ambavyo wanadamu wanajaribu kudanganywa na kufanywa waone kana kwamba kuna kitu wanaweza kukifanya ili kuweza kupata haki mbele za Mungu. Sisi tunapata haki kwa sababu ya sadaka ya Yesu peke yake. Amen. Ambayo sadaka hii sasa nataka nizungumzie, ilitolewa mara moja tu. Si ndivyo wanavyozungumza, ndivyo tulivyosoma, si ndio? Ilitolewa mara ngapi? Mara moja. Sasa kwenye Torati tunaona ilitolewa mara nyingi ili kumfunika mtu, lakini haikumkamilisha. Halo? Amen. Ninazungumza na watu ndani. Amen. Anasemaje? Hazikuweza kuwakamilisha. Kwa hiyo inawezekana ziliwafunika dhambi zao, lakini hawakukamilishwa. Ninazungumza habari ya sadaka ambayo inamkamilisha mwanadamu. The only problem na wanadamu ni kwamba kwa kuto kujua kile ambacho kimefanyika, tumeishi kana kwamba hatujakamilishwa. Halo? Amen. Hey. Anasemaje kwenye kitabu kile cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 29 pale. Yohana 1 mstari wa 29. Yes. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana alikuwa ni nabii wa mwisho wa Agano la Kale. Wote tunafahamu, si ndio? Yes. Na kama nabii anasema alipomuona Yesu akasema kwamba tazama mwana kondoo wa Mungu, mwana kondoo wa nani? Wa Mungu aiondoae dhambi ya ulimwengu. Ukiendelea pale mbele anasema ambaye yeye alikuwepo kabla mimi sijakuwepo. Huyu alikuwa ni prophet. Kwa alichokuwa nakisema ni kitu halisi ambacho yeye alikiona katika roho. Lakini kwenye kanisa siku za leo, bado pamoja na kwamba ni Wakristo, tumekuwa na changamoto sana ya kuamini kwamba Yesu anaondoa dhambi ya ulimwengu. Halo? Nitafika mpaka sebuleni, usijali. Kwamba Yesu anaondoa dhambi ya ulimwengu. Tunaamini tu Yesu anasamehe, ana nini, lakini kwenye kipengele kwamba Yesu anaondoa dhambi ya ulimwengu, hapo kidogo tunagawanyikaga sana, kwa sababu watu wanadhani kwamba kuna matendo ambayo tunatakiwa tuyafanye ndio dhambi iweze kuondoka. Lakini tunamuona mwana kondoo ambaye yeye responsibility yake ya ile sadaka atakayoitoa ni kuzichukua dhambi za ulimwengu. Ngoja niwaelezeni kitu kimoja. Anayechukua dhambi za ulimwengu ni yule mwenye jukumu la kuchukua dhambi. Yes. Kwa hiyo mara nyingine ninaweza nikawa sahihi nikisema kwamba Yesu alikuja akiwa na biashara ya kuja kuchukua dhambi zetu kwenda nazo. Kwa it is not about us, it is not about what we are going to do or what we do. Amen.
Nafahamu kilokole inaweza sound vizuri, lakini nataka uielewe. Sio kile ambacho tunafanya ndio kinasababisha ama kinatutakasa sisi, bali ni kile ambacho yeye alifanya ndicho kinachotutakasa sisi, kwa sababu mwanakondoo huyu ni tofauti na yule mwanakondoo wa kwanza. Labda nimzungumzie yule mwanakondoo wa kwanza. Wale kondoo walioandikwa pale ambao walikuwa wanasema sadaka ya dhambi, kuhani alikuwa anaweka mikono yake juu yao, anatubu dhambi. Kwa mfano ile sadaka ya kwanza ilikuwa ni ng'ombe, si ndio? Yule ng'ombe alikuwa ni wa kuhani, kwa sababu yeye alikuwa anaingia patakatifu pa patakatifu. Kule huwezi kuriski ukaenda kwa sadaka ya mbuzi. Sawa eh? Kasome Biblia yako vizuri. Alikuwa anaingia patakatifu patakatifu. Kuna watoto wake wawili nafikiri walifia mle. Kuna namna waliingia kule isivyo sawa sawa. Alikuwa akimchukua yule ng'ombe, anaungama dhambi zake kwa yule ng'ombe. Kuungama mnafahamu maana yake? Eh? Kuungama sio kutubu. Kuungama ni kukiri. Si ndio eh? Kwa hiyo anaungama dhambi zake, anamwekea mikono, anahamisha dhambi zake kwa yule mnyama. But namna gani anahamisha dhambi zake? Actually ni kwamba anajifuse yeye na yule mnyama. Sawa sawa. Ili mnyama atakapokufa yeye awe amekufa. Yes. Aliyekufa anakuwa ni yule mwenye ile dhambi ndio aliyekufa. Sawa sawa. Yeah. And therefore akiisha kuifanya hiyo ritual ndio zinaendelea process nyingine mpaka ile damu inapatikana, anaenda nayo kwenye madhabahu na vitu vingine vya namna hiyo vinaendelea. Lakini hili ukiliangalia vibaya linaweza likakumislead ukafikiri kwamba na wewe una hatua nyingi za kutembea to be able to attain kile ambacho unatakiwa kukipata. Lakini Yohana anaanza kunifungulia hii tofauti. Anasema huyu mwanakondoo amekuja, kwanza ni mwanakondoo wa Mungu, alafu amekuja kuiondoa dhambi ya ulimwengu, amekuja kuichukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo alipokufa Kristo akamwaga damu yake pale msalabani, ile sadaka iliyotoka pale ilikuwa ni kwa ajili ya ulimwengu mzima. Mimi niliyeko hapa kanisani na yule aliyoko Danguro sasa hivi. Amen. Wote tumesamehewa kwa damu hii moja ya Yesu Kristo. Kilokole inatutaka tuwahukumu wale walioko nje kwa sababu tunaona kwamba hawa bado wanatenda dhambi. Lakini niko hapa kukuambia ndio maana halisi tunafundishwa kuhusu upendo. Afu ukiangalia upendo huoni kama unaeleweka, kwa sababu upendo unauhesabu wingi wa mabaya. Kwa nini hauhesabu? Kwa sababu yapo lakini hayapo. Amen. Kwa sababu huyu aliye na shida leo hii ni kwa sababu hajaamini, lakini angekuwa naamini angekuwa sawa sawa na wewe, kwa sababu msamaha ule ulitoka mara moja kwa wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo hii sadaka ya Yesu ni tofauti na ile sadaka ya kwanza, kwa sababu ya kwanza ulikuwa uwe na sadaka yako wewe. Mzee naye awe na sadaka yake, yule naye awe na sadaka yake, kila mmoja kwa sehemu yake. Lakini sadaka ya Yesu inatolewa mara moja ambayo iliufaa ulimwengu mzima. Yohana akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Haleluya. Amen. Tofauti katika agano la kwanza, dhambi ilikuwa haiondoki, ilikuwa inabaki, kwa sababu dhambi sio matendo. Bwana asifiwe. Amen. Dhambi ni asili, sio matendo. Matendo yanaweza yakawa ni uthibitisho wa uwepo wa dhambi. Yeah. Kwa sababu dhambi yenyewe haionekani. Kuna mtu anaweza kuona dhambi. Kuna mtu ashaye kuona dhambi, labda dhambi ni ya blue, dhambi inaweza iko namna fulani. Dhambi huwezi kuiona, ila unaweza ukajua kwa sababu ya matendo utakayoyaona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini tulipokosea tukakaa tukafikiri kwamba matendo ndio dhambi, tumejikwamisha wenyewe kuenjoy benefit ya msamaha wa ile sadaka ya Kristo, tukakwamia pale kwa sababu jana kuna kitu fulani ambacho tulifanya. Kwa hiyo niko hapa kukufundisha kuhusu sadaka ya Yesu ambayo msamaha wake ni once and permanent. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu mmoja mita chache kutoka hapa anasema, sasa kama dhambi inaondoka, mbona bado tunaona mambo yako hivi? Mbona bado mnatufundisha, mnatukemea kama dhambi inaondoka? Yaani hili liko namna gani? Uthibitisho kwenye Biblia unaonyesha kwamba
sadaka ilitoka mara moja, si ndio? Tulikuwa tunasoma nafikiri kwa ni Ebrania sura ya 10 eh? Ndio. Ulifika mstari ngapi? Wa 10. Okay. Ukiendelea mstari ule wa 14. Hebu endelea mstari wa 14 mpaka 17. 18. Maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa, na Roho Mtakatifu naye amshuhudia. Kwa maana baada ya kusema, hili ni agano nitakaloagana nao baada ya siku zile, anena Bwana, nitatia sheria yangu mioyoni mwao, na katika nia zao nitaziandika. Ndipo anenapo, dhambi zao na uasi wao sitaukumbuka kabisa. Basi ondoleo la hivyo likiwapo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza tukauseti mjadala namna hiyo kwamba hakuna ondoleo tena jingine, kwa sababu ikishatolewa ile imetoka mara moja. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hii ndio tofauti ya sadaka ya Yesu na sadaka nyingine yoyote ile ambayo inaweza ikatolewa. Lakini nataka uone significance ya hii sadaka, kwamba inatolewa mara moja kwa ondoleo la milele, si ndio? Ndio. Sasa kuna mwaka niliwahi kufundisha haya, nikazungumza kuhusu hili, niletea shida kidogo. Watu wakasema sasa wewe lazima mtu tubu kwanza ndo usamehewe na nini, kwa sababu nakumbuka nilikuwa ninasema kwamba watu wote wamesamehewa. Kila mtu unayemuona huko, kila mtu kule amesamehewa kwa sababu ya ile sadaka ya Yesu. Ni kwamba tu msamaha haujawa vivid kwao kwa sababu hawajasikia habari njema kwamba umesamehewa. Amen. Na habari njema kwetu ndio hiyo, kwamba umesamehewa dhambi zako. Kwa sababu sasa hivi sio kwamba ndio dhambi inaenda kuanza kusamehewa, hapana. Na ndio sababu kwamba unaweza kukuja kugundua kwamba dhambi ulioifanya na utakaoifanya unakuta imesamehewa, kwa sababu msamaha ulitoka mara moja na mara moja peke yake. Amen. Hello? Amen. Kuna mtu mmoja anasema sasa ukisema hivyo tutatenda dhambi. Sasa wewe ni kwa sababu bado hujaujua msamaha, si ndio? Ndio. Haleluya. Sasa nataka nizungumze hii sadaka uweze kuelewa ni namna gani mechanism ya hiki kitu kinavyofanyika mpaka inakuwa ni sadaka moja na ya milele. Hebu tusome kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5. Naomba tusome mstari wa 12 mpaka 14. Ukiweza utaruka 18 mpaka 29. Alafu Warumi 5:12. Yes. Naomba tufuatishe wote, kila mtu shika Biblia yako, fuatisha haya maneno. Ni ya msingi sana kwa sababu unaweza ukazani hayajaandikwa kwenye Biblia yako. Warumi 5:12 mpaka 14. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla ya sheria dhambi ilikuwamo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi isipokuwapo sheria. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo iliwatawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Tuende mstari wa 18 pale. Basi tena kama kwa kosa moja watu wote walihukumiwa adhabu, kadhalika kwa tendo moja la haki watu wote walihesabiwa haki yenye uzima. Kwa sababu kama kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi, kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Amen. Labda tuishie hapo. Kwa maandiko haya tunaweza tukafunga Biblia tukaenda nyumbani tukiwa tuna amani, tumeielewa sadaka ya Yesu vizuri. Amen. Si ndio? Tukiwa tumeielewa sadaka ya Yesu. Lakini kwa faida ya watu wengine na wanaotutazama, labda ni dadavue kidogo namna ambayo limetokea hili jambo. Tunakubaliana kwamba Yesu ni Adamu wa pili, Adamu wa mwisho. Tunakubaliana hilo? Amen. Hii ipo katika mfumo huo kutusaidia kuweza kuelewa. Adamu wa kwanza ambaye Mungu alimuumba, kuna debate nzito hapa ya kwamba whether alichokifanya kilitakiwa kifanyike ama hakikutakiwa kufanyike. We are not going to
kuingia kwenye hiyo. Lakini Adamu wa kwanza tunafahamu alifanywa na akapewa mamlaka yote, akapewa everything. Lakini kukawa na changamoto ya yeye kula lile tunda ambayo wanatheolojia wanasema anguko, si ndio? Baada ya hilo kutokea ambalo wanaliita anguko, mimi naomba nitumie neno wanaliita kwa sababu binafsi siliiti hivyo. Baada ya kutokea hicho ambacho kilitokea, Mungu anamfukuza Adamu kwenye ile bustani. Na alipokuwa anamfukuza, ilikuwa kwa sababu asije akanyosha mkono wake akala matunda kwenye ule mti wa uzima alafu akaishi, akawa na uzima wa milele akiwa kwenye hali ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo dhambi iliingia ulimwenguni kupitia Adamu. Tunakubaliana mpaka hapo? Amen. Na kwa sababu hiyo kila mmoja aliyezaliwa kutokea kwa Adamu alikuwa ana dhambi kwa sababu Adamu alifanya dhambi. Amen. Wakatoliki walitusaidia wakasema dhambi ya asili, si ndio? Ndio. Kwa sababu umezaliwa tu, huna hata shida na mtu yoyote, unajikuta kwamba eti wewe tayari uko kwenye hukumu. Yaani umezaliwa tu una hukumu. Kwa nini? Kwa sababu unaambiwa Adamu huko bwana, Adamu alishaharibu huko. Kwa hiyo yani nyinyi wote mmehukumiwa kwa sababu hiyo. Hii concept tunakubaliana nayo? Ndio. Tunakubaliana nayo kwamba watu wote, Biblia imesema hapo, watu wote wamehesabiwa hukumu pamoja na kwamba hawakutenda dhambi kama ya Adamu. Hilo tunakubaliana nalo? Ndio. Tuko okay nalo? Asante. Kwa hiyo Adamu alisababisha kizazi chote cha mwanadamu kiishi chini ya hukumu kwa sababu yeye alifanya kosa alilolifanya. Kwa hiyo haijalishi aliyezaliwa, alizaliwa Manzese ama alizaliwa Bethlehem, alikuwa na dhambi ama alikuwa anahesabiwa hukumu sawasawa na aliyokuwa anahesabiwa yeye mwanzo. Amen. Kwa hiyo kwa sababu hiyo tunaweza tukaanza kuelewa habari ya Adamu wa pili. Ilimlazimu Mungu atengeneze mpango ambao utakuwa kama wa kwanza, wa kurewrite history kabisa ya humanity, kwa kuwabadilisha wanadamu kuwa kile ambacho walikuwa wamekusudia Mungu mara ya kwanza. Alisema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, si ndio? Alafu alipomfanya mtu, baadaye anakuja anasema kwamba mtu huyu sasa amekuwa kama sisi kwa kujua mema na mabaya. Lakini kuna corruption ambayo iliingia ndani ya mwanadamu kupitia elimu ya mema na mabaya. So ili kuisolve ile corruption ni kuondoa asili ya dhambi iliyoko ndani ya mwanadamu. Amen. Na ili aweze kuiondoa asili ya dhambi, kumbuka tuna asili ya dhambi iliyoingia ndani yetu kwa sababu ya Adamu. Yes. Kwa hiyo anataka kuchange kwa kuondoa asili ya Adamu wa kwanza ndani yetu, iingie asili ya Adamu mwingine ambaye yeye hana dhambi, hana kosa. Amen. Hiyo ndio plani ya Mungu. Kwa hiyo akamleta mwana wake Yesu Kristo aje afe msalabani ili kutokea kifo cha Yesu. Yoyote atakayemwamini atakuwa na haki sawasawa na alionayo yeye. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Sema mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye Yaani haki ulionayo mbele za Mungu ni sawasawa kabisa na alionayo Yesu. Amen. Ngumu kumeza lakini ndio kweli. Kwa nini unaamini kwamba kosa lile tulilotoka nalo kwa Adamu tumeendelea nalo, alafu tunashindwa kuamini kwamba ile haki tunayotoka nayo kwa Yesu tunaweza kuendelea nayo? Ndio maana anasema msamaha wa Yesu ni wa milele, kwa sababu Yesu ana rewrite history. Yesu anabadilisha utaratibu. Anazungumzaje kwenye ile andiko la kwanza ambalo tumesema? Anasema nimekuja ili niyafanye mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Aondoa la kwanza ili aweze kulisimamisha la pili. Amen. Manake ni kwamba amekuja kuiondoa era ya kwanza kutoka Adamu mpaka Musa. Ndio maana anazungumza sasa kwamba mauti ilianza kuoperate kutoka kwa Adamu ikatembea mpaka Musa. Anaposema Musa haimaanishi Musa kama nabii peke yake, bali na wale wote walioishi chini ya Torati ya Musa. Mpaka anapokuja kwa kina Yohana Mbatizaji.
mauti ilikuwa inafanya kazi, kwa sababu mauti ndio ilikuwa imetawala na ndio ilikuwa ahadi ya Mungu kwamba mkila matunda haya mtakufa. Kwa hiyo anamleta mwingine ili uzima uanzie pale anapoanza yeye kuelekea kote. Kila anayezaliwa kwa njia ya imani awe anapokea haki moja kwa moja, haijalishi amefanya nini, lakini madamu ameamini anapokea haki sawasawa na yule wa kwanza, Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It is only in knowledge, ni katika tu ufahamu kwamba kwa kuto kujua sadaka ya Yesu na kile ambacho imefanya, tunaweza tukaishi bado tukiwa katika guilt. Tunaweza tukaishi tukiwa na hukumu. Na kufanya makosa ni kosa, lakini there is an opportunity to correct the mistake. Yes. Ndio maana hata sin yenyewe ukija kuitafuta kwenye origin yake, manake ni missing the mark. Si ndio? Na neno armatia, si ndio neno lilotafsiriwa kama sin, ndio? Yes. Armatia, missing the mark, kukosea shabaha ambayo ulikuwa unalenga. Kukosea shabaha unaolenga haikufanyi kwamba unakuwa umekufa. No, inakupa nafasi ya kulenga tena ili uweze kulenga sahihi. Amen. Kwa hiyo haya ambayo tunayafanya ama watu wanayafanya ni makosa ambayo unayo chance ya kujikosoa. Halo? Amen. Akatupaga mfano ule kwamba goalkeeper anapoenda kudaka haendi ili afungwe, anaenda akiwa amekusudia kabisa kuokoa. Lakini penalty inapigwa, anaenda huku, mpira unaingia huku. Sio kwamba alitaka, kusudi lake lilikuwa halisi kabisa ni kuokoa ule mpira, ila tu ameshindwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Sasa kwa kusema hivyo, tusije tukaanza kukosea kwa sababu tunajua tumesamehewa Bwana sisi milele. Kwa hiyo penalty inapigwa, unaona kabisa inaenda huko, afu unaenda huko, unasema kwamba nina justification. Paulo anasema tusifanye dhambi kwa sababu neema ipo. Si kama unanielewa Tusifanye hayo matendo kwa sababu neema ipo. Ila najaribu kukufungua ili kuleta amani ndani yako, kwa sababu siku za leo ile guilt imewatafuna watu wengi sana, to the point tumeshindwa kabisa kuoperate kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu kila tunapoenda tunaona hatuna thamani kwenye ule ulimwengu. Tunaona hatuna thamani ya kuomba chochote wala kufanya chochote kwa sababu ya makosa fulani ambayo tumekuwa nayo. Ngoja nikueleze, makosa yanaweza kuwepo, lakini hayo hayakuondolei uwana, hayakuondolei ile position ambayo Yesu amekupa. Ninayasema haya sio ili tukosee, lakini ninayasema haya ili tuwe na ujasiri kwamba hata tunapokosea basi tunaye muombezi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho hauingii kwa kubahatisha. That confidence ulionayo ndio inayokuweza kukuwakilisha humo. Yaani huwezi kwenda kwa maneno ya kawaida ya kilokole. Lazima ndani yako wewe unajua kwa hakika kwamba nina uwezo wa kuingia. Amen. Amen. Hallelujah. Kwa hiyo sadaka ya Yesu ilichokuja kukifanya, ilikuja kuanzisha generation nyingine ya watu wenye haki. Ya nafsi yako, mimi ni mwenye haki. Mimi ni mwenye haki. Hauna haki kwa sababu ya matendo uliofanya, una haki kwa sababu ya kile ambacho Yesu alikifanya. Una haki kwa sababu ya sadaka ya Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Anasema kwa sababu ya kuasi kwake mtu mmoja, wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Kadhalika kwa kutii kwake mmoja, watu wengi wameingizwa katika hali ya haki. Mstari wa 20 unaongea kitata kidogo, anasema lakini sheria iliingia ili kosa lile liwe kubwa sana, na dhambi ilipozidi neema ilikuwa nyingi zaidi. Na ndio maana ninasemaga siku zote kwamba kuihubiri torati kama njia ya kuwafanya watu wawe waadilifu sio sahihi. Kwa sababu unachokifanya actually unawafungulia dhambi zaidi. Kwa sababu torati haikuja ili dhambi iondoke. Halo? Amen. Ninajua torati ni mojawapo katika torati, ziko sheria zile, ziko amri 10. Si mnajua amri 10 za Mungu: usiibe, usiue, usizini, usiseme uongo, na sheria nyingine kama hizo 603. Zilikuja
sio ili kumfanya mwanadamu akamilike. Zilikuja ili ile effect ya dhambi iweze kuonekana vizuri, iweze kuwa vivid, kwa sababu anasema kabla ya Torati dhambi ilikuwepo ulimwenguni, kwa sababu dhambi ni asili. Then Torati imekuja inaitambulisha ile dhambi iweze kuonekana, na sisi wenyewe tuione jinsi ambavyo ilivyo mbaya, ili Kristo atakapokuja tuwe na sababu ya kucelebrate kile ambacho amefanya. Wakristo ndio mojawapo ya dini ambayo inaishi casually kuliko zingine zote, na hata hatunaga sababu yoyote ya kuona chochote cha kusherekea. Sisemi tusherekee Pasaka, kwa sababu hata Pasaka sio siku ya kufuka Yesu. Kwa hiyo sisemi tusherekee hayo, hizo ni sherehe tu ambazo watu waliamua wakaziweka. Mkitaka tuje tuziongee, tutaziongea siku nyingine. Sisemi hayo, but kuna ile celebrating the grace, kucelebrate ile opportunity ama ule kujua kwamba mimi nimehesabiwa haki bure pasipo sheria. Amen. Yaani sio kwa sababu ya sheria iliyonithibitisha kwamba Dennis wewe ni mwenye haki, ila nimehesabiwa tu haki kwa sababu yeye alikufa ili mimi niweze kuwa mwenye haki. Amen. Ndio maana ninasema kuna saa nyingine unajikuta unaweza kuwa unasikiliza watu walioandika maneno kama haya, anasema rehema bure na neema, samaha nalo tulipewa. Inakuingia kwa sababu unajua my existence is because of what he did. Mimi ni matokeo ya sadaka ya Kristo msalabani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna umuhimu sana wa kuvielewa hivi, kwa sababu without understanding magnitude ya kile ambacho Kristo alikifanya, tukienda huku mbele tukajifunza spirituality hata kwa namna gani, tunaweza tusifanikiwa kuweza kuaccess na kufanya, kwa sababu positions zetu haziko sahihi. Unakumbuka yule Yesu, Mungu alivyomuuliza Adamu uko wapi? Akamwambia nimejificha. The issue wasn't uchi. Issue ilikuwa ni position ambayo alikuwa ameshift. Yes. Kwa hiyo yuko kwenye position ambayo hawezi kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako huwa kuna kuaga na position ya kupokea. Huwa kuna kuaga na position kabisa ya kupokea. Lakini hauko kwenye that position, hauko kwenye ile frequency. So bila kuelewa sadaka ya Yesu na kile ilichokifanya kwa ukubwa ilivyokufanya wewe, unaweza usiweze kusimama kwenye nafasi sahihi ambayo utakiwa usimame. And therefore tutafundishana spirituality hapa, lakini tutakuwa tunaangaliana tu. Jumapili unakuja umeniangalia, Jumapili ijayo unakuja unaniangalia. Unaona kama uwe kazi yako ni kuja kuniangalia, lakini mimi sipo kwa ajili ya kuangaliwa. Nipo kwa ajili ya kusema kile Bwana ananipa kusema, kilete transformation kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yule mwana mpotevu aliporudi, Biblia inasema kwamba alipozingatia moyoni mwake. Angalia ile neno alipozingatia, manake when it came, ilipokuja ndani yake realization that I am a son, ndio yale yote yaliweza kufanyika. Angalia kitu pale. Huyu baba alimpa mali huyu mtoto. Mtoto akaondoka akaenda nchi ya mbali. Akabaki na mtoto mkubwa pale nyumbani. Mtoto mkubwa alipobaki alikuwa anaendeleza ile generation. Alikuwa anaendeleza ile wealth ya familia. Yes. Tuko pamoja? Amen. Kwa hiyo huyu mtoto, kwa sababu he is working on the family business, manake alikuwa ana deserve kuwa kiongozi wa ile family business. Kwanza ni mtoto mkubwa. Watoto wakubwa Mungu atusaidie sana. Mpo humu ndani ma first born, najua mpo. Wengine najua ni ma last born tu kwa muonekano wenu mnavokaa kudeka deka. Amen. Lakini huyu mtoto mkubwa, na nasema Mungu atusaidie wakubwa, kwa sababu hata Esau naye alikuwa mtoto wa kwanza. Na Esau alikuwa na bidii kuliko Yakobo. Yakobo kalikuwa ni kajanja kavivu, katoto kama mama. Kanaingia kanatulia kwa mama. Ndio maana hata mzee alikuwa gana time kabisa na Yakobo. Lakini Esau alijibidiisha sana na mambo ya baba yake. Huyu mwana mkubwa wa yule mnamuita prodigal son, yule kaka yake alikuwa akijishughulisha na biashara za wazazi wake. Aliestablish vitu vingi pale kwenye familia kuhakikisha kwamba wanaenda mbele. Lakini unajua ni nini? Yeye sio beneficiary mkubwa wa ile familia. Hakuwa mnufaika mkubwa wa ile familia.
Ndugu zangu, kwenye haya maisha Mungu ametoa ulimwengu wote, universe. Nisikilizeni kwa makini. Chochote unachoweza kukiona kwenye ulimwengu na kile ambacho hakionekani, Mungu amekitoa kwa ajili yako. Amen. Lakini kwa wewe kuweza kubenefit ama kuweza kufaidi kile Mungu ametoa, inategemeana na elimu sahihi iliyoko ndani yako. Amen. Itakavyo kutransform kuweza kuwa kwenye nafasi ya kutake control ya vile ambavyo Mungu ameviachilia. Yes. Huyu kijana wa kwanza akiwa yuko kwa baba yake alifanya vitu vyote sawa, lakini tofauti ya kijana yule mwingine aliyesafiri na yeye ni moja tu. Huyu mdogo, Biblia inasema alizingatia moyoni, akasema kwa baba yangu nitarudi, kwa sababu aliona position ya mwana. Bwana Yesu asifiwe. Na alipofika, we all know the stories, ndio? Yes. Baba akasema chinjeni, wakachinja. Mpeni mavazi. Yale mavazi yaliokuwa yanatajwa pale kwa ni mavazi ya mamlaka. Akapewa na pete ya familia kwamba sasa yeye ndio kiongozi wa familia. Kwa nini anaiongoza familia na wakati alikuwa hayupo kwenye uzalishaji? Halo? Amen. Nataka tukubali, kuna mtu mmoja huko mita chache kutoka hapa unasema mimi familia yetu huko tulikotoka hatujawahi kufanya nini. No, nataka nikupe taarifa tofauti kwamba haijalishi historia ya kile ambacho kimefanyika au umefanya, haijalishi. Inajalisha wewe unajua nini. Huyu alikuwa anajua kwamba mimi ni mtoto. Huyu mwingine alikuwa hapo nyumbani, hakuwahi kuzingatia moyoni mwake. Kwa hiyo dogo ametoka alikotoka akawa ndio kiongozi wa familia. Alizingatia moyoni. Kwa hiyo kuielewa sadaka ya Yesu inakusababisha au inakuwezesha wewe kuelewa position ulionayo kama mwana kwa wakati wote, sio kwa kipindi, ila kwa wakati wote, kwamba nikiwa nilivyo saa zozote nilivyo, mimi ni mwana. Amen. Ninakubaliwa na Mungu. Yes, ninakubaliwa na Mungu. Sio kwa sababu ya vile ninavifanya, no. Ninakubaliwa na Mungu kwa sababu ya sadaka ya Yesu ambayo imesimama between mimi na Mungu. Mimi nikiangaliwa anamuona Yesu na kuwa represented na yeye. Na ndio maana akasema ninyi ndani yangu. Kwa sababu mkiwa ndani yangu mnakuwa mko salama, kwa sababu yeye ananiona mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuielewa hii sadaka na kile ambacho kimefanywa ikupe wewe ule uthabiti ndani ya moyo wako kwamba I am a son. Kwa hata kama mazingira ya kawaida kuna saa hayakubaliani na mimi, lakini ninajua kwa hakika kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Amen. Na kama niko ndani yake kama anavyosema, manake saa zote Bwana yuko pamoja na mimi. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wewe ni mwenye haki. Amen. Wewe ni mwenye haki. Amen. Na ni mwenye haki sio kwa sababu ya matendo, ila kwa sababu ya sadaka ya Yesu. Amen. Inanipa wivu sana hii understanding, kwa sababu baada ya kujua kwamba wewe ni mwana, unaanza kuelewa kwamba kama mwana mimi siachi kufanya mambo kwa sababu kuna sheria ambayo inaniambia nisifanye. Halo? Amen. Yani kwa hivi, si nitolee mfano gani? Upi mnaupenda? Wa Zambibi mnaipenda? Hamna. Haya. Lakini kuna mambo ambayo kwa asili sifanyi sio kwa sababu kuna sheria. Mtu ambaye bado unajizuia kwa sababu unajua kwamba nikizini Yesu akitokea ghafla siendi mbinguni. Si ndio? Kwa nini? Kwa sababu kuzini ni dhambi. Nikiiba akitokea siendi mbinguni. Kwa nini? Kwa sababu ni dhambi. Mtu ambaye bado uko kwenye hiyo position haujakielewa kilichofanyika kwenye msalaba. Kwa kusema maneno hayo ninahalalisha kwamba sasa tuanze tufunguliemo. Hapana. Ninachokisema ni hiki, kwamba mwana kama mwana haongozwi na sheria, yeye anaongozwa na asili ya ndani. Asili ya ndani kwamba kama mwana sio mambo yetu hayo hayaufaidi chochote, kwa sababu mambo haya yako katika mwili na mimi ni mtu wa rohoni, kwa sababu nimekuwa converted kwa ile sadaka ya Kristo Yesu. Alipoitoa Kristo mwili wake akafa kwa ajili yetu, mimi nikamwamini, tangu siku hiyo sio mimi tena bali ni yeye anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haki ninayosimama nayo
ni ya Kristo Yesu Bwana wangu. Mimi ni mwenye haki kwa sababu Yesu ana haki. Haleluya, haleluya. Lakini kama tusipoelewa tukabakia hapo kwenye utafanya hivi kwanza, itabidi ufanye kwanza hivi, itabidi. Kuna wengine kwamba kuna kitu kinaanza kikatokea akasema hicho hakikutokea vizuri, sababu hebu angalia vizuri jana umeishia jana. Isije kawa kuna mahali jana kidogo umechepuka ukafanya kitu fulani ambacho sio sahihi. Hapana, ukiwa mwana wewe ni mwana. Bwana Yesu asifiwe. Ukikosea dili na matatizo yako ya kukosea, kwa sababu unajua kwa hakika kwamba umekosea. Mwalimu alitufurahisha hapa siku moja, alisema kwamba hivi kuna mtu yote ambaye anafanya dhambi bila kujua, yaani anafanya kosa bila kujua. Nikaja nikapata ufunuo, nikagundua kumbe kila anayefanya anajua kabisa kwamba anafanya nini. Yaani kila mmoja anajua anafanya nini, yaani anajua kabisa. Unajua bora yale mengine ile, kama vile mtu amekusemesha kidogo ukamlamba kibao, ile unaweza usiseme kama ulijua kwa sababu wewe hujapanga. Lakini kuna zingine unapanda mpaka basi, yaani unapanda basi na ile inatumwa na nauli na ya kutolea inatumwa, alafu baadaye unakuja kumwambia Mungu nisamehe sana, sitarudia tena. Ni afadhali kuielewa sadaka ya Yesu na kuishi katika yale ambayo ametupa kuishi. Amen. Amen. Haleluya. Naomba usimame pale ulipo. Leo nilikuwa natamani tu kutoa hii simple message kwetu sisi, kwa sababu tumekuwa tukizungumza kuhusu spirituality na tutaendelea huku mbele. Last Sunday nafikiri kuna jambo tulikuwa tunalizungumza, tutakuwa na muendelezo wa kuyazungumza haya. Lakini ndani ya moyo wako aiwe sana, wewe ni mwana, unajiona kama mwana wa Mungu ambaye amesamehewa. Je, dhambi zako zimesamehewa ama bado una dhambi ambazo unahitaji kuzitubia? Hii knowledge inatupa sisi ujasiri, sio wa kusimama tena kama waombaji fulani hivi ambao tunatakiwa kuonewa huruma, lakini tusimame kwenye position ya Bwana. Ni kweli inawezekana kukawa na zile kuna changamoto ambazo bado tunatengenezwa ili kuweza kushinda, inawezekana. Lakini hizo hazikunyimi wewe kumuita baba. Amen. Hazikunyimi wewe kuita baba. Na ngoja niwaelezeni kitu kimoja, kwa nini nazungumza haya mambo. Ndugu zangu, kama haijaingia ndani yako ikawa kweli kwamba wewe ni mwana na kwamba umesamehewa mara moja milele, utakuwa hata ukiita baba unakuwa huna ujasiri, pamoja na kwamba umeita kwa sababu umesema tunatakiwa kuita. Lakini iingie ndani yako ili uwe mwana to the point ambao yani uko huru sana kumuita baba kwa masaa yoyote, hata ukiwa kwenye eneo la tukio. Siyasemi haya ili kuencourage watu wafanye dhambi. No. Na yasema haya kuwapa watu ujasiri kwa sababu ya sadaka iliyofanywa na kile kilichofanyika. Kwa sababu it is only by understanding this unaweza ukavuka hata hapo kwenye matendo. Huwezi ukavuka kwenye matendo kwa kuishika sheria. Haiwezekani. Haiwezekani. Sheria yenyewe haijawa designed ili kuwezekana kushikika. Haijawa designed hivyo. Sheria haijawa designed hivyo. Ndio maana wale wote wanaopambana sana na uzinzi, kawachunguze vizuri. Kama sio wao, watoto wao ni wazinzi. Sasa mtu anasema mchungaji, sasa tusikemee uzinzi. Tafuteni namna, lakini utakatifu hauji kwa kushika sheria wala kushika torati. Utakatifu kwetu sisi unakuja kwa declaration ya kile kilichofanyika pale msalabani. So total understanding ya kile Kristo amefanya itatusaidia sana tunapozidi kudive ndani sana kwenye issues za spirituality. Itatusaidia sana kujiona kwamba sisi sio wanadamu wa kawaida. Itakupa kuona kile ambacho huwa ninazungumza, and therefore you can start operating katika zile levels kwa sababu you are sure of who you are. When you still have an identity crisis, huwezi ukasort issue. Yule pepo akamuuliza kwamba huyu Yesu tunamjua, Paulo tunamjua, yani hawa wote hawa naona tunawajua, ila wewe ni nani? Wewe ni nani? Hawa tunawajua, Paulo tunamjua, kina Petro hawa tunawajua, ila wewe ni nani? What was the issue?
The issue haikuwa kwenye jina la yule mtu, ilikuwa ni identity aliyokuwa nayo ndani, kwamba akimwangalia haioni identity ya wana ndani yake. So wewe ni nani? Yani kwamba mbona kama mimi na wewe yani ni namna gani, alafu unataka kuleta namna vipi? But when we understand, when we grasp this knowledge, ikaingia ndani yetu, tukaelewa sadaka ya Yesu ilichokifanya haikuja kufunika dhambi za mtu. Sadaka ya Yesu ilikuja kuanzisha kizazi kingine. Sadaka ya Yesu ilikuja kuanzisha mwanadamu mwingine. Kama ilivyokuwa kwa Adamu wa kwanza akapatikana mwanadamu mwenye dhambi, ndivyo hivyo kwa mwanadamu huyu wa mwisho Kristo anapatikana mwanadamu mwenye haki. Kwa hiyo mimi ni mwenye haki. Yes. Regardless ya chochote ambacho naweza nikawa nimefanya ama nitafanya, ila mimi ni mwenye haki wa Mungu kwa sababu ya sadaka ya Yesu. Amen. This understanding ikuinue, ikulift. Kwa nini anazungumza? Anasema damu ya Yesu imenyunyizwa mioyoni mwenu ili kuondoa ile dhamiri inayohukumu. Unajua ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu wewe, Mungu hana noma na wewe, ila tu dhamiri yako ndio ina noma na wewe. Kwa hiyo kinachokuhukumu ni wewe mwenyewe kwa sababu ya elimu ulionayo, ila yeye hawezi kudili na mtu ambaye anajihukumu. Amen. Kwa sababu ukijihukumu unakuwa ni mwenye hatia, na yeye hadili na mtu mwenye hatia. Kwa nini usichague kuniamini leo hii kwamba hauna hatia? Kwa sababu hati ya mashitaka ilifutwa na Kristo Yesu. Kwa hiyo sina hatia, ili Mungu akutazame kama asiyekuwa na hatia. Amen. Mara nyingine ndugu zangu, hata adui amepata nafasi ya kupiga danadana maisha yetu kwa sababu ya kile tunachokijua ndani yetu. Wewe mwenyewe bado umestaki mahali fulani hivi, bado nusu ni mwana, nusu bado. Adui anakuwa na nafasi tu ya kupiga danadana na wewe. Lakini nakualika asubuhi ya leo to grasp this concept na kuamini kama kwa Adamu watu wote walikuwa wenye dhambi, kwa sababu dhambi ni asili ndugu zangu. Basi kwa Kristo ameintroduce asili mpya. Wewe ni wa asili ya Kristo. Amen. Wewe ni wa asili ya Kristo. Amen. Uungu uko ndani yako. Wewe ni asili ya Kristo. Amen. Utakatifu uko ndani yako kwa sababu wewe ni asili ya Kristo. Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nadhani tukiyaelewa haya, injili itakuwa nyepesi. Kwa sababu injili sio kuwashawishi watu sana na kufanya nini. Injili ni habari njema. Na habari njema ni kuambia watu kilichofanyika, sio kitakachofanyika, kwa sababu kitakachofanyika inawezekana kikafanyika kisifanyike. No, tunawaambia kilichofanyika, kwamba mmesamehewa dhambi zenu. Sio mtasamehewa dhambi zenu. No. Sikilizeni, sio kwamba ukimwamini Yesu utasamehewa dhambi zako. Hapana. Ukimwamini Yesu unakuwa umesamehewa dhambi zako, kwa sababu ulishasamehewa tangu kwanza. Ulikuwa unasubiri wewe kuamini huo msamaha. Amen. Hii ndio habari njema ambayo mimi na wewe tunapaswa kuipeleka kule nje. Tuwaambie watu dhambi zako zimesamehewa. Dhambi zako zimesamehewa. And this is the man of love. Huu ndio upendo halisi. Kumwangalia mtu fulani ambaye pengine kwenye mahesabu hakai kwenye mahesabu, lakini ndugu yangu, pamoja na yote yuko mmoja alikufa kwa ajili yako. Huyu aliyekufa kwa ajili yako amekusamehe. Amekusamehe zile ulizofanya, amekusamehe hata kabla hujaomba msamaha, kwa sababu ndivyo alivyo. Alikuja kuanzisha kizazi cha wenye haki. Wewe ni mwenye haki. Amen. Wewe ni mwenye haki. Amen. Na mimi na wewe, hebu tuiseme hii habari njema. Haleluya. Amen. Mungu Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Asante kwa sababu ya sadaka ya Kristo Yesu Bwana wetu, ambayo haifuniki dhambi ila inaondoa dhambi zetu. Daudi akayaona haya katika macho ya kinabii, akasema ana heri mtu yule ambaye Mungu hamhesabii dhambi zake. Manake hizi dhambi, haya makosa yapo, lakini ana heri yule ambaye Mungu hahesabu. Na sababu peke yake ya kwa nini hahesabu ni kwa sababu ya sadaka ya Kristo Yesu, ambayo kupitia yeye watu wote tunahesabiwa kuwa wenye haki. Kinachotuhitaji ni kuamini tu. Ninaomba Bwana mchana wa leo msaidie yoyote ambaye ndani ya moyo wake bado hajaamini, aweze kuamini kwamba Kristo alichokifanya kilikuwa ni mara moja na kwa wote, kwamba ile sadaka ilikuwa ni kwa ajili ya wote, sio walio kanisani peke yake, bali hata walio kule mtaani.
Ninaomba neema yako hii Bwana imsaidie kila mmoja atakayesikia maneno haya, kila anayesikia maneno haya sehemu yoyote ile, aweze kupokea msamaha ambao umekwisha kufanywa ndani ya Kristo Yesu, kwa sababu sadaka yake inaondoa dhambi na sio kufunika dhambi. Ninaomba kwa ajili ya hawa walioko mbele yangu na wote Bwana watakaoyasikia maneno haya, revelation hii ya freedom, revelation hii ya forgiveness, revelation hii ya kuhesabiwa haki iwe juu ya kila mmoja, ili Bwana mwisho wa siku wote tuweze kusimama kwa ujasiri kama wana na assume responsibility za wana katika ufalme wako. Ulimwengu unasubiri kufunuliwa kwa wana. Bwana, it is time. Ninaomba kwa ajili ya kila mmoja atakayesikia maneno haya kuamini, ili kuingia katika ufalme na kuanza kutenda kazi za ufalme. Katika jina la Yesu Kristo, Mungu Baba, tunakushukuru. Amen. Amen.